Na mkusikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kuanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Walikale, magaidi wa M23 wakimbia Walikale huku wakipora hospitali kuu ya Walikale. Masisi Centre, wazalendo waingia ndani ya Masisi Centre. Uvira, pleni yote ya Ruzizi, amani inatawala, wazalendo wanafanya kazi kubwa. Na mwikiwa ni tarehe 6 za mwezi wa 4 2025, ambako kunasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Usikose kutembelea Baraka1 TV Channel 2, ambako utakutana na matukio mbalimbali ya Operation Sadia Mzalendo, pia pamoja na interview kali ambazo zimefanyika katika maeneo ya Plain ya Ruzizi na majenerali mbalimbali, ikiwemo William Amuli ya Kutumba, msemaji wa SNPC Sidalto wa Obwela, pamoja na Generali wa Bilozi Bishambuke ambaye inasadikika kwamba ameuliwa lakini bado yuko ni mzima ngoma nzito maeneo ya Plain ya Ruzizi. Na kumbuka kwamba Operation Sadia Mzalendo bado ingali inaendelea, na hivyo ungana na Baraka1 TV kama bado hujafanya chochote katika operation hiyo, ili tuweze kuendeleza harakati za kuwasaidia ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko Kivu ya Kaskazini, ndani ya tarafa ya Walikale. Magaidi wa M23 wakimbia Walikale huku wakipora hospitali kuu ya Walikale. Shirika la kiraia la Force Vive eneo la tarafa ya Walikale lamelahani kitendo cha uporaji uliofanywa na magaidi wa M23 Alliance Congo na RDF kwenye hospitali kuu ya Walikale Centre, wakati wanakimbia mji huo ambao waliuikalia kwa siku kadhaa, huku wakiwa wanaelekea ndani ya mji wa Goma. Kiongozi wa shirika hilo Bwana Fiston Misona ameweza kusema maneno yafuatayo: tunalahani kitendo kama na hicho cha kinyama kuweza kupora hospitali ya Walikale, sehemu ambako ni ya muhimu kwa kuwasaidia wananchi, maana hata na wao pia magaidi wakati walikuwa wakiumia vitani walikuwa wanakuja hapa na hivyo wanatibiwa. Kitendo cha kupora na kuchukua kila kitu, hospitali imebaki nyeupe, na hivyo ni ngumu sana kuweza kuwahudumia wagonjwa, mwisho wa nukuu. Utafahamu tu kwamba magaidi wa M23 Alliance Congo pamoja na RDF walikaa Walikale kwa wiki kadhaa, huku wakiwa na mipango ya kutaka kusonga mbele ili kwenda maeneo ya Chopo ndani ya mji wa Kisangani, lakini kitendo cha waza pamoja na FRDC waaminifu kuendelea kuwapiga kila kukicha, hivyo kimeweza kuwapunguza nguvu na kuishiwa, na baadaye kuweza kukimbia maeneo ya Walikale, huku wakizingisia kwamba wanafanya kurudia kwa kuheshimu makubaliano ya CCLF. Upande mwingine, ndani ya mji wa Goma, mauaji yameweza kufanyika. Watu wa familia moja takriban 11 ndio wanasemekana kwamba wamepoteza maisha. Magaidi wa M23 wameingia ndani ya nyumba yenye kuwa ndani ya upango na hivyo kupiga risasi ovyo, huku wakiwaua watu wengi, zaidi yao watoto pamoja na wanawake pia wamesadikika kuwa wamepoteza maisha. Mengi na zaidi, huyu hapa mnaripota wetu kutoka maeneo ya Bukavu.
Na mauaji ya kinyama ama ya kishetani yameendelea mjini Goma. Watu wameuawa kama vile nyama, kama vile watu wasiozaliwa leo na kesho. Na baba huyu nyumbani mwake mumekufa 11 person ama watu 11 na watoto wote wa nyumbani wameuawa. Haya ni maafa ambayo yalifanyika Goma, hii ikizononesha na kuthibitisha watu ya kwamba dunia ama nchi inaendelea kuisha, lakini zaidi Bukavu na Goma imekuwa shamba la machinjoni, yani abattoir ya kuchinja watu kila leo na kila kesho na kila sana kila dakika. Hawa walijipojidai ya kwamba ni waleta usalama, waleta amani, hawa ni wagomboji wanaokuja kugombola nchi, wanaanza kutukana mheshimiwa Yusegeti ya kwamba ndiye ameharibisha nchi. Ndio wamejikonfonda na kujionesha wa kwamba hao ndio waliufaji wa kwanza kwa kuharibisha nchi, wameharibisha mali na nafsi za watu, hata na kuharibisha uchumi wa nchi ya Kongo. Haya yote yametutia huzuni na tukijiuswali ni nani atakaye tuokoa mwa hii utumwa ambao tunaishi kwa leo. Haya ni maneno ambayo imetokea huko Goma, na vitu kama na hivi nimewatumia kwa kukamilisha habari hii ambayo tulipewa na mripoti wetu huko Goma, na mtasikia gisi kwa nazungumuza kwa ajili ya mambo ambayo yalipitikana huko Goma. Ilize iko huzuni sana, ni hapa Goma tu, hapa Goma first wanataka Katindo kujuku kuhuzuni sana. Oui, 11 personnes na batoto. Kuko problemi kani, kuko problemi basi sungilo kani pesa. Bale batoto ba innocent. Munabawia nini? Mungu vrema kumbuke Goma. Donc isi kugoma na Bukavu, mauaji inapita. Ameyasema ya kwamba Bukavu na Goma kila mara uwaji inaendelea pasipo kosa yoyote. Na tufahamishe gisi Goma na Bukavu baishaanza funga watu, wanawafungia ndani ya nyumba, kisha wanakupatia simu uite nyumbani mwenyu bakupatie pesa ili ukue huru. Nikisema haya mambo ni kusema ya kwamba hatuilokoti kwa uongo ama kwa kuiwazia, lakini sisi ambao tunayazungumuza tulikuwa wa mmoja waliopitia vifaa na mateso hiyo, lakini kwa neema ya Mungu tuliokolewa. Kwa maana hii inaanza kuwa ni kwa bahati tu uende na urudie. Kwa leo wazazi wanatuma watoto kwa masomo, wanafikiri kuenda ni rahisi, lakini kurudia itakuwa ni vigumu. Wasiwasi ama woga imeshika wazazi mji wa Bukavu na Goma, tukiwa kwenye heka ya usalama mdogo, kwa maana waliendelea kukamata hata wanafunzi kwa kingufu kwa kuwapeleka kiaskari pasipo kutaka. Na haya yametia woga mjini Bukavu na Nord Kivu. Tukilia yowe kila mara na kulia kwa wakuu wa viongozi wapane basi order ama ruhusa wazalendo ama wasoda wa FARDC waanzishe vita huko Nyangezi na Uvira, tuone kama na sisi tunaweza kupumua, kwa maana itafikiria wakati mnakuja kugombana na wala hakuna watu mtagombania tena. Mtakuwa shituka tumekwisha kuuawa na tumeisha, wao ndio wanamiliki na watu wao wa Wanyarwanda. Kwa maana vile Bukavu na Goma, Wanyarwanda anazunguruka na anafanya kile anachojisikia na kutemea mkongomani mkinywa na kumwambia yeye afunge kinywa. Inchi si yao na uongozi si yao. Hii imetuonesha ya kwamba Wanyarwanda ndio walikuja kutuvamia kwa kujivalisha jina kusema ya kwamba hao ni Wakongomani, ijapokuwa matendo yao haionyeshi kama ni Wakongomani. Hii nikiitoa na oga, nikijua ya kwamba haya yote yameendelea kufanyika usiku na mchana, na wahariri wa Bukavu hawatoe hizi habari ama kukamata picha, kwa maana wakikushika kukamata picha ili uendelee kuvitangaza, malipo yako hapo ni masasi tu. Tumefanya hivi kwa kujifichika na kwa kuendelea kutumika na oga ili tusije kujulikana na hawa rugaruga, kwa maana hii imekuwa desturi yao kuua kila mara. Nikiripoti toka Bukavu kwa niaba ya Baraka TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, na moja kwa moja tubaki tu huko
ambako tarafani Masisi wazalendo waingia ndani ya Masisi Central. Ripoti mbalimbali zinasema watu 7 ndio wamesadikika kupoteza maisha baada ya mapigano makali kati ya waza dhidi ya magaidi wa M23 Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF. Wazalendo wanaoongozwa na Jenerali Janvier Karahiri wa kundi la APCLS waliingia ndani ya Masisi Centre na kuendeleza kuwatwanga magaidi wa M23 Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF. Mapigano hayo yalifanya raia kukimbilia eneo za Rubaya, Muthiri, Bihambwe, Lushebere pamoja na Katale. Mpaka sasa asilimia 80 ya mji wa Walikale, asilimia 80 ya mji wa Masisi Centre upo mikononi mwa waza ambao wanaendeleza harakati Mungu na maombi ili Masisi Centre yote iweze kurudi tena mikononi mwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo. Ukiachana na maeneo ya Masisi Centre, eneo jingine ni upande mwingine la Karembo ambako waza wamefanikiwa kuchukua mgodi wa madini uliokuwa unachimbwa madini na wa China, na baadaye magaidi wa M23 kuweza kuingia na kuchukua mgodi huo. Wazalendo kwa nguvu kubwa na kwa moto walikuwa nao wameweza kumpiga adui na kumondoa katika maeneo hayo, na kwa sasa eneo hilo liko mikononi mwa wazalendo. Milima ya Banyabungu huko Karembo, kama Karembo zina kusita ya Bashino kwenye M23 iko na kangala kutoka, ndio vile tunawasambua na tunawakimbiza, wanakimbia ijapokuwa hukumu ya bilima na mabonde zinapita, lakini kazi iko inaendelea polepole. Kazi iko inaendelea polepole. Mungu atasaidia tu. Kazi. Ile ndo ile kusita ya Bashino ambao Mnyarwanda alikuwa na kangala kutoka sasa Masai Barula kwa mabilima zile zote zile. Na hii tunafukuzia Karembo, kama Karembo Karembo Bibia General Dodo Sewe akikose kwangu. Okay, tunapika mpusi kama kawa. Pia ile prison. Tena bakatutosha asubuhi gari kafika ikatubeba tukapita kule mu frontiere kule za nini ya Uganda. Ya Uganda na Kongo kule kwenye Magi. Tukapita na njia Magi kule bakatenda tuweka kumnini kwa Kampala. Kwa Kampala pale tukafanya siku 2. Kisha tukafanya siku 2 mu Kampala bakatubeba mara moja Chanzo. Basi sasa pale mu 2000 combien? Mu 2000 combien? Mu 2024. Mu 2024. Je tuingie verset. Basi teni una bana kudote kule. Ile teni tulikuwa tunatoka mu formation na teni. Wakati tulitoka na teni mu formation, sasa ba friend ile ba Rwanda bakaigombana na FARDC. Wakasema bakaenda leta raporo ile FARDC yenye baligombana nao boko na ile madoa. Ndio bakatushanje ile teni. Me unavalaka na hii yetu. Ile baki kuona nazo tu. Baki kuona nazo tu bana kuua.
Mbaba vala kimarga teni tu. Iko hii madoa na hii. Sasa tunaongea kuna takia sasa tunatafika kwenu kule. Bakubwa wenu yote hii sasa tunaongea ni mnasikiaka kule. Sisi tunasikiaka gizi Mungu nafika tu atake. Tunaiwaka mara moja bakubwa wanasema leo FARDC kunaenda moto. Tunakuwa pia. Mesi kama tuko nenda kwa atake ni amuiwaka. Ndio kuna motolora vile sisi tunasema mnemo nasikiaka kule. Yes, bakubwa wenu iko nyeba na banaongeleshaka na bakubwa zebele. Umeone? Bakubwa ndio banaongea na bakubwa wenu kule. Banaongea bi. Yote sisi tunafaka mouvement wao tuchea mbiskade tu fait débordement yote bananiambia tunaiwaka yote tunaiwaka wale bakubwa wetu biko naongea na nie ndana bakubwa ni kule ndio bananaambia anasemaka mara moja. Na mko nasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Baraka One TV ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Shabani Seleking kuendelea kusikiliza pamoja Baraka One TV. Unafuata pia ukiwa kwa maeneo ya USA, Canada, Europe, South Africa, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Mashariki pamoja na Afrika ya Kati, ukiwa pamoja na sisi kuendelea kupata matangazo yetu. Ejide Kizenga Tembele kutoka nchini Marekani, wote hao wanafuatilia Baraka One TV. Na baada ya taarifa zote hizo, moja kwa moja turudi ndani ya Kivu ya Kusini, maeneo ya tarafa ya Uvira ambako pleni yote ya Ruzizi amani inatawala. Wazalendo wanafanya kazi kubwa kupitia Operation Saidia Muzalendo. Tulifanya ziara ya siku 3 eneo ya pleni ya Ruzizi na kukutana na wazalendo, huku wakionyesha umakini mkubwa wa kuweza kuweka usalama katika kila eneo ya pleni ya Ruzizi. Operesheni hiyo ilitubeba mpaka eneo la Kibirizi ambako tulipata nafasi ya kukutana na Jenerali Ngoma Nzito ambaye alisemekana kuwa amefia vitani, na hivyo kuweza kufanya naye mahojiano yafuatayo. Huyu hapa Ngoma Nzito. Ilikuwaje mpaka akatangazwa kwamba amefia vitani? Mengine zaidi msikilize Ngoma Nzito. So hii ni B1 TV. Kibirizi ni sehemu moja kubwa, sehemu nzuri sana. Okay. Yeah, nafikiri kama jinsi mnapokuwa mko mnacheki, hawa ndo makamanda. Ndo makamanda wetu. Na hapa tuko maeneo ya Kibirizi. Kibirizi ni sehemu moja hivi, ukifika Mutarule unashuka chini. Unashuka chini kabisa hivi, unatembea kilomita kadhaa, na ngambo ya kule mbali kule ni Burundi. Kwa hiyo waza unaona. Karibu sana ndugu watazamaji wa Baraka One TV, Ubembe TV, TV zote ambazo unakuwa kunafuata matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Rajab Akili Kabonga, the one in Ole Town DJP. Na niko kwenye plane ya Ruzizi. Kama jinsi niko nawaambia kila siku kwamba sisi nia yetu na malengo yetu ni kutafuta habari za uhakika na za ukweli kwa yote ambayo yako yanaendelea Jamhuri Kivu ya Kusini, Kaskazini pia na yote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbele yangu hapa niko na moja kati ya makamanda wakubwa Sud Kivu ambao wanafanya fierté ya Sud Kivu na ambao wanafanya defense ya Sud Kivu kutokana na uvamizi wa majeshi ya Rwanda RDF na M23 na Alliance Fleuve Congo na washirika wao wote ambao wako wanakuja kuvamia Kongo. Kamanda, jambo. Jambo sana. Hii ni mara kwanza tunakutana man to man hivi kwa interview, na watu wengi sasa hivi wako wanakutizama. Labda wangetaka kwanza wakujue tunaongea na kamanda nani? Okay, mimi kwa majina naitwa kwa jina la Ngoma Nzito Claude de Chance wa Mouvement Combattant Congolaise Bishambuke.
Ndio. Leo niko hapa. Kwanza kuna habari ambazo tuanzie pale zimekuwa zikisambaa na mimi pia nilizitangaza hizo kusema kwamba hizi habari ni za uongo, kwamba Kamanda Ngoma Nzito amefia vitani. Iliweza kuwagusa watu wengi sana, watu wakajiuliza kamanda anafia vitani, nini kitatokea? Na kwa bahati nzuri kamanda niko naye hapa. Hebu tueleze kwanza mambo yalikuwaje? Hao watu wanasema kwamba mimi Ngoma Nzito nimekufa, ni uongo sana. Hao ni waadui, hawataki Kongo ipate usalama uzuri. Hao ni waadui wangu. Wanaweza sema hao ni M23. Kwa sababu hawanitaki. Hao ni watu uongo sana kwa kusema kwamba mimi nimekufa, na ijapokuwa sikufui, niko salama na usalama wangu. Asante. Hayo matokeo yalitokea wapi na ilikuwaje? Hao matokeo tulianza kupambana mwingine moya Businga. Alors wakati tulianza kupigana pale Businga, wamoja wetu wakaendelea wanaenda Bukavu. Na hapo ndipo walichagua kusema kwamba mimi Ngoma Nzito nibaki niko napiga security Mungomo. Wakati nilipofika Ngomo pale kwa Msimbi, ikabidi nifike kwa kilalo. Wale kilalo ya kutoka Rwanda inaingia kwa Msimbi Mungomo. Na ndipo M23 kwenda pitaka. Inafitaka watu kupita Kurusizi, wanavuka Rwanda, kisha nyuma wanazunguruka, wanakuwa panda yulu kwa kale kakilalo, njoo wanapanda. Tena wanaingia Mkongo. Donc mafete wanatoka tena wanaingia ndani. Na mpaka sasa hivi kale kakilalo kako wazi, hakuna tena. Ndio, kiko wazi. Kiko wazi na kale kakilalo kiko wazi. Na loro wakati tulifika pale tukaanza kupanda kamlima. Kupanda kamlima tunaanza rudia zao kale kakilalo. Tukasikia fuyo ya mwanamke konalia. Ile fuyo ule mwanamke tukasema naomba soda wakakimbia waende angalia ni nini. Wakutana na M23 iko na baka mama alikuwa mshamba. Na ndio ilikuwa chanjo yetu kwa kuanza vita pale. Kwenye tulianzia vita ni wapi? Tulianzia vita mbele ya Msimbi, fasi wanashotea mai. Ndio ile fasi kuko bomba, ndio tulianzia vita pale. Tukaanza vita mpaka wapi? Mpaka Karieri ya majiwe. Tukashuka mpaka kwa Muniki. Tukabagabula, wamoya wabo wakaenda Kamanyola hapo. Wamoya wao wakaenda wakavuka Rwanda na wengine wakabaki kwa nyumba ya Katitima. Alors tukabaki pale mpaka Kutere ya Kabumbu tulifika pale. Après nikarudia Rwanda, alianza nipiga mabombe 26 kutoka mabomu Rwanda akapiga huko mpaka Kongo Kamanyola. Ndio. Zile mabombe zinakuwa napiga Rwanda ndio zenye zilisababisha watu alert. Tukaenda kutana kumbe bien sûr Rwanda ana fournir M23. Alors ndipo ikabidi nitoke mbonde nikishimame kwenye kuko kama mlima. Ndio tuanze piloni yake mie na Rwanda tunaanza jibiana kwa mabombe. Rwanda napiga na mie sikupiga hata bombe moja Rwanda. Na baada ya kuweza kuachana na General Ngoma Nzito, pia tuliingia maeneo ya Luvungi ambako kuna maelfu ya vikosi vya wazalendo na kupata muda wa kuzunguka mtaa kwa mtaa na kuongea na raia. Kwanza tulianza kuongea na kiongozi wa vijana ndani ya mtaa wa Luvungi na alikuwa na haya ya kuzungumza. President wa Jeune. Ndio. Kwanza tumekutana hapa Luvungi, labda kwa sio hapa kwetu iko sawa kidogo. Na Selmaki pale mbele tulikuwa na menema difficulty fulani. Mimi tunaona kwa siku hizi watu wanaanza rudia mwingine kwa siku hizi. Na situation iko mema trakaserism mwazi kunaonekana mwingine. Tuko sawa kidogo kwa zima siku. Matrakaseri kutoka kwa wazalendo. Matrakaseri ziko natoka mangambo zote puisque basodani ba mingi. Wana kiaje kuta ke
kuko basoda benye hatujui identifier. Basoda ni ba mingi tuko nakuta masorte za basoda ziko za mingi. Bako nafanya bule matrakaseri puisque hatujui magrupe za basoda ziko mingi. Ndio. Lakini avant hii situation ya basoda ya magrupe mingi ndio. Wakati bazalendo walikiaga tu hapa ile in semaine des semaines. Mais mambo ilikuwa sasa hujui nifika huko. Ndio. Mambo iko mpesa. Sasa hii matrakaseri zinazidi mbele presence ya bazalendo situation inakuwa calme kidogo. Na ile wakati ya mbele FARDC kufika FARDC wakati wanashuka. Zompie aliiba sana, balifanya nini na matrakaseri zilikuwa za mingi. Na kwa siku hizi uko na message gani yenye unena ongea juu? No, tunaambia wale watu wiko mbali bajue kama vraiment situation iko calme deja. Barudie tubakie kwa mwingine parce que shibote tuko mwingine. Sasa situation iko calme, watu wako nashinda msoko, tuko natembea mwaveni. Sasa na gisi tunapenda sasa na mbele. Hakuna problem. Activity yote iko nafanyika. Hakuna probleme iko hapa. Hapa Katogota kukoje? Katogota njo hakuna watu, hakuna swat, hakuna access ya kwenda Katogota me. Kwa niveau hapa kwetu tuko sawa. Okay. Ndio. Sasa naona na kule mbele ndo kwenda Kamanyola kuna. Ndio. Yeah. Ina maana haya maeneo yote yako control na wazalendo. Ni wazalendo ndio na control maeneo. Hadi nani Lubarika? Hadi Lubarika kote. Katogota kule. Okay. Kwa maana hiyo kwamba wote ambao wako nje ambao wako naogopa kuhusu Luvungi. Luvungi ni amani. Luvungi ni amani kabisa. Hakuna sasa ya wazalendo ileta amani hapa kwetu. Okay. Hakuna problem. Mimi nakushukuru sana. Ndio, na mimi nakushukuru pia. Asante, tutaendelea kuwasiliana. Asante sana. Okay. Jambo. Mama sawa. Ni hapa tu mimi nasikia njaa. Nasikia nina. Karibu. Na pia tazama tonge mbili hapa. Tuko Luvungi hapa. Tuko Luvungi. Chakula kitaliwaka mchana. Ni amani tu. Sio kwa hapa Luvungi. Mimi si niko nani? Tuko kalme kidogo. Sio Luvungi fujo mingi. Hakuna fujo. Fujo hakuna wakati wazalendo waliingia, kalme kiingia kabisa. Okay. Sio wazalendo kukuya. Imekaonekana. Ni amani usiku mnalala mnatembeja. Tunalala sawa kabisa, kuamka sawa, hakuna tatizo moja. Okay. Asante. Kazi yote tunatumika mashamba kawaida. Ndio hivyo bwana, walisema Afrika ni moyo. Afrika ni moyo. Luvungi ni amani. Watu wanapata msosi. Kawaida. Sisi tunaendelea na harakati zetu. Ndio. Bon appétit pale. Ouais. Na asante sana ndugu msikilizaji wa Baraka1 TV kuendelea kuwa pamoja na sisi, na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwenye matangazo yetu haya ya asubuhi saa 12 ya Afrika Kati, moja majira ya Afrika ya Mashariki. Ndugu zetu, mtatuia radhi kwa kuwa na chelewa wakati mwingine kwa matangazo mitandao. Siku hizi inasumbua kweli, na hivyo inakuwa ni ngumu sana kuweza kupata mawasiliano na pia kupata connection kwa ajili ya vipindi vyetu, lakini tunajitahidi kadiri tuwezavyo ili kukuletea habari za moto kila kukicha. Na hivyo usikose pia kutembelea Baraka1 TV channel 2 ili uweze kukutana na matokeo mengine mbalimbali yanayozidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 za jioni. Rajab Wakili Kabonga, the one and all in town, DJP, na hii ni Baraka1 TV.